Haleluya. Kama niende moja kwa moja kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Unaweza kuandika kichwa cha somo kinachosema ijue dhambi ya unafiki na namna ya kuikomesha. Tutasoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Lakini pia tutasoma Mathayo sura ya 26 47 mpaka 51. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba akiingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huko. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha kwenye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku, akiishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akainua pamoja na komeo lake, akajipika mabegani, akakichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Ikawa baada ya hayo, akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, "Mbembeleze tupate kujua asili ya nguvu zake nini na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100." Delila akamwambia Samsoni, "Tafadhali niambie asili ya nguvu zako nini na jinsi uwezavyo kuwa ili kuteswa." Samsoni akamwambia, "Wakinifunga kwa kamba bichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu." Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba bichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimwotea. Basi akamwambia Samsoni, "Wafilisti wanakuja." Ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba ukatavyo kuguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Delila akamwambia Samsoni, "Tazama, umenidhihaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali niambie, waweza kufungwa kwa gani?" Akamwambia, "Wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama binadamu mwenzangu." Basi Delila akatua kamba mpya, akamfunga nazo, akamwambia, "Wafilisti wanakujia Samsoni." Na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani, naye akazikata akazitupa kutoka mikononi mwake kama uzi. Delila akamwambia Samsoni, "Hata sasa ukidhihaki, umeniambia maneno ya uongo. Niambie sasa, waweza kufungwa kwa kitu gani?" Akamwambia, "Ukivifuu hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo." Basi akazifunga kwa msumari. Akamwambia Samsoni, "Wafilisti wakamjia." Naye akaamka usingizini, akaumoa ule msumari na ule mtande. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako hauko pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala kuniambia asili ya nguvu zako nini. Ukawa kwa kile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, "Wembe haukupita juu ya kichwa changu kama, maana mimi nilikuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitaondoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama binadamu mwenzangu." Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, "Njooni huku mara hii tu, maana ameniambia yote yaliyo moyoni mwake." Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake.
Kisha akamwita vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsukua zake zikatoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanamfikia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kumnyosha, lakini hakumjua ya kuwa Bwana mwacha. Amina. Alianza kitabu cha Mathayo sura 26:47 mpaka 51. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda, mmoja wa wale tenashara, akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye manga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, mtakaye mruhusu huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi. Akamruhusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulivyoniambia. Wakaenda wakanyosha mikono yao, wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao walikuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaupata upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Amina. Mungu ambariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimesoma kwa habari za Samson na Delila, lakini pia nimesoma kwa habari za Yesu Kristo alipokuwa anakaribia kusulubiwa na mitego ambayo iliandaliwa mbele yake. Bwana asifiwe. Ninaposema ijue dhambi ya unafiki na namna ya kuikomesha, ninatamani kwanza nikueleze kwa habari ya unafiki. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine ninaweza nikawa ninakifanya hicho kitu ila sijakielewa kama ni dhambi. Bwana asifiwe. Ninaweza nikawa ninakifanya lakini nisielewe kama ni nini, ni dhambi. Kwa hiyo natakiwa nikifahamu ili nielewe kwamba labda kitu hiki nilivyokuwa ninafanya hivi, kumbe nilikuwa sitendi sawa sawa. Hilo ni jambo la kwanza nililonisukuma tuweze kujifunza ili somo letu la leo. Lakini jambo la pili ambalo limenisukuma ni kwamba ndani ya kanisa tumekuwa na watu ambao wamejawa na machungu na maumivu mengi sana kwa sababu ya kusikia vitu na makelele mengi kutoka watu wengine. Haleluya. Alafu matokeo yake mwisho wa siku unakuta mtu amejawa na machungu ndani ya moyo, au anashindwa kumuona Mungu halisi kwenye maisha yake. Maana kila anapotazama anaona ni kama watu wote wamefanyaje, wamekuwa maadui au wamekuwa watu ambao sio wazuri kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninaposema kwamba dhambi ya unafiki ni mauaji ambayo yanafanyika kiroho kwa njia ya maneno au yanaweza kufanyika kwa njia ya vitendo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinatengeneza mauaji ya kiroho ambayo mtu ni kweli ameendelea kupigana mbio kwa sabuni, lakini ndani yake amekwisha kufa kwa sababu ameumizwa sana na vitu vingi kwenye maisha yake. Alafu wakati mwingine hana pa kuvisemea. Bwana Yesu asifiwe. Hana mahali anaweza akajieleza ili moyo wake uweze kupata nini? Amani. Kwa hiyo ni mauaji ya kiroho yanayofanyika kwa njia ya maneno au kwa njia ya vitendo. Tusipojua, tunaweza tukajua kwamba tuna kundi la watu ambao wamejaa, wameongezeka, wamekuwa wengi, lakini ni watu ambao wako katika afya ya nje, lakini afya ya ndani imedhoofika, imekonda sana. Maana kila anayemwona mbele yake anaona ni mtu asiyefaa kwenye maisha yake. Bwana apewe sifa. Delila anafanya
zake. Bwana Yesu apewe sifa. Najua leo hii inawezekana mtu asije kama alivyokuja kama Delila, lakini kwa sababu mtu amekiona kuna kitu ndani ya maisha yako, anapigana vita namna yoyote anapoweza ili kuweza kung'oa kile ambacho Mungu amekipandikiza kwenye maisha yako kwa njia yoyote na kwa namna yoyote, aidha kwa maneno, aidha kwa vitendo. Mtu anaweza akageuka akakufanyia dhihaka ya namna yoyote bila wewe kujua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mtu mnafiki, mimi na mtafsiri kama ni mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja kama hauaji wengine. Tofauti ya mtu mnafiki ni tofauti yake ni kwamba yeye anaua kiroho, lakini huyu muuaji wa kawaida anaua kimwili. Bwana sifiwe. Na huyu mnafiki haonekani na watu na haendi direct moja kwa moja, lakini anatumia watu. Sio mikono yake inafanya kazi, ila anatumia watu wengine ili kutengeneza mauaji kwa mtu. Bwana sifiwe. Haleluya. Tofauti yake ni kwamba unafiki unaoa kwa kupitia mtu mwingine, lakini mauaji ya kawaida yanayotendeka ambayo tunashangaa yanafanyika huko kwenye nchi yetu, mtu anaenda direct anaua kwa mapanga, anaua kwa vifaa vile alivyovishika kwa mikono yake, lakini unafiki unaua ndani kwa ndani. Bwana apewe sifa. Watu wanajua ya kwamba nikisha kuwa nimeokoka, basi ule unafiki unageuzwa unakuwa ni unafiki mtakatifu. Haleluya. 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 Alikuwa ana uwezo wa kufanya vitu katika hali isiyo ya kawaida, basi kwa sababu ameokoka atalipamba pamba lile neno, analifanya ni kama unafiki ulio mtakatifu. Alafu sasa matokeo yake unakuta unaona kundi kubwa la watu, lakini ni watu waliojaa na majeraha, waliojaa na maumivu mengi. Ndio maana unakuta hata unapoimba, unapoabudu, hakuna connection ya mbingu na mtu, maana moyo umeharibiwa. Haleluya. Moyo umejeruhiwa, moyo umevunjwa, na aliyemjeruhi ni jirani yake, ni mpendwa mwenzake, ni rafiki wa karibu sana wa humu ndani kanisani. Haleluya. Haleluya. Mbingu zina nyamaza, haziwezi zikamhudumia, haziwezi zikafanya jambo kwenye maisha yake, maana ni mtu ambaye amejaa na machungu mengi, hawezi kujieleza mahali popote. Na huyu mtu akiumizwa sana hawezi kujieleza kokote, anaendelea kupambana na ile hali yeye kama yeye, au anajiwekea defense mechanism. Sitamweleza mtu yoyote, sitafanya chochote, sitafanya jitihada yoyote. Kisha siku ya siku nakuta yanamtafuna taratibu ndani ya moyo wake, yanamtafuna. Hawezi kuona shauku ya maombi, hawezi kuona shauku ya ibada, hawezi kuona shauku ya kutumika, hawezi kuona kutamani kububujika, hawezi kuona kama kuna kitu chochote kinaongezeka kwenye maisha yake, maana kuna vitu vimekamata moyo na moyo ukafunga network. Hawezi kupokea kitu chochote na kuingiza kitu chochote kwa wakati na majira yote. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Wengine tunaua bila sisi wenyewe kujua. Najaribu kueleza kwa mapana na marefu. Naweza nikatamka jambo nikidhani kwamba nimesaidia, kumbe nimebomoa. Bwana asifiwe. Na yule mtu anapopokea lile jambo, nimeua kabisa, amekufa, haoni matumaini, haoni njia, haoni mwelekeo, kwa sababu ya vile vitu alivyofanyaje, alivyovisikia kutoka kwenye kinywa changu, na jinsi anavyoniamini, na jinsi anapokuwa ananiangalia kwa hali ya nje. Alikuwa ananithamini, alikuwa ameniweka kwenye viwango fulani, lakini ile hali ikareduce vile viwango, afu ikafanya anione ni mtu ambaye hafai tena kwenye maisha yake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wateule, tunaendelea, tuko pamoja. Kanisa limebeba watu wengi, lakini
lakini waliojaa maumivu makali kwenye mioyo na uchungu usio wa kawaida, watu waliojeruhiwa moyo, watu waliokata tamaa. Hivyo basi inapelekea watu kuchagua watu fulani tu ndio naweza nikawaelewa. Haleluya. Hiyo hali imepelekea kuchagua fulani naweza nikamuelewa, fulani naweza nikamuelewa, lakini fulani hapana. Amejiwekea mipaka ya urafiki. Bwana asifiwe. Ambapo kinapelekea kwamba tunakuwa tunajikuta tuko nje ya kusudi la Mungu. Maana ninaposoma Biblia inaniambia walipodumu katika kumega mkate na kushirikiana katika namna moja ama nyingine, Roho wa Bwana Mungu aliendelea kulizidisha kanisa. Alipoendelea kulizidisha kanisa, aliendelea kuwajaza na nguvu za Roho Mtakatifu, aliendelea kuwatia nguvu, aliendelea kuachilia vipawa na karama, aliendelea kuachilia huduma mbalimbali ndani ya mioyo ya watu. Sasa pale ninapojitenga, ninaona huyu afai, huyu anafaa, huyu ndio mzuri, anaweza kutoa ushauri kwangu, tayari nimeshaharibu ile hali ya umoja katika Mungu. Hapo Mungu anapotutazama anaona ni kama watu tuliotawanyika, tuliofarakana, anashindwa ashuke kwa nani ili aweze kufanya kitu kwenye maisha yetu. Haleluya. 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 Hebu tuige mfano wa kanisa la kwanza. Wapendwa, nguvu za Mungu ili ziweze kushuka mahali zitembee, kuna kitu kinachoungamanisha kwenye Roho, afu kinagusa mbingu, afu mahali fulani patikisike, patetemeke, afu watu wapokee kitu kisicho cha kawaida. Kwa hiyo wewe unapoanza tu safari ya kumuona mwenzako ni kama hafai, tayari umetengeneza ukuta wa kuzuia ule umoja kwenye maisha yako. Kwa hiyo nikusii katika jina la Bwana, ninaposimama kwenye madhabahu hii, hebu jitahidi kama kuna mtu ambaye unaona kama huyu, hata ninapotamani kutengeneza kuwa na ushirika naye, jitahidi kwa bidii sana kuwa na amani na watu wote. Tunatamani kumuona Mungu akitembea katikati yetu. Tusizalauliane, tusioneane wivu, tusionane watu wa kawaida. Mthamini mwenzako kama Mungu alivyotusamini, akaacha enzi, mamlaka mbinguni, akashuka kwa ajili yetu. Hatukuweza, hatukufaa chochote machoni pake. Ni neema imetufunika, ni neema imetubeba. Hauna sababu ya kumlaumu mwenzako, hauna sababu ya kumuona mwenzako hafai. Mthamini, mheshimu, pamoja na madhaifu aliyonayo. Mungu amekufa kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hatutatumia nguvu sana, hatutafanya jitihada sana, bali tutaona nguvu zinashuka zisizo kawaida. Kuna watu wanaweka hata mipaka. Nikiona fulani ameimba ndio naweza nikamujika, huyo sio Roho wa Mungu. Nikiona fulani amesimama ndio naweza nikaona uwepo wa Mungu. Hapana, haiko hivyo. Bwana asifiwe sana. Haiko hivyo. Mungu anaweza akatumia hata punda akaja akaimbisha mahali hapa na nguvu za Mungu zikashuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunaenda pamoja. Zaburi 15 mstari wa 1 na wa 3. Biblia inasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hapo nataka kusema kwamba yule mtu asiye na sababu ya kutoa lawama, hukumu, mashtaka, udhaifu wa mtu mwingine ndiye atakayeketi hemani kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mwingine amejaa mashtaka kwenye vinywa vyake, kila kitu yeye anaona hakipo sawa, pale hapajaenda vizuri. Basi sasa ni kweli hapako vizuri, tunaomba ushauri.
hawezi akatushauri. Basi labda ni kweli mimi nimekosea, basi njoo uniambie. Hawezi kuja kuniambia, lakini utasikia sehemu nyingine akiongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jaribu kuongea hivi ili uweze kujifunza wewe mwenyewe kama mpendwa Pentecost uliokoka. Hata unapojaribu kuangalia kwenye maisha yako, ni mangapi ambayo umezungumza ambayo hayakutakiwa uyazungumze katika hilo hali, ila ulitakiwa kumkonzati muhusika ukamshauri kwa ubora. Ndiyo tabia ya Wapentekoste jinsi ilivyo. Haleluya. 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 Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kuto kusema wazi kitu unachokiona ndiyo lugha ya nini? Ya unafiki. Kuto kuwa wazi kitu unachokiona ukazungumza wazi, ukaweka peupe. Mwingine anasema hapana, siwezi nikasema, akijua kwamba nikinyamaza ndio hekima, au nikinyamaza naenda kusema kwa mwingine ndio anafanya hekima. Kumbe anaenda kinyume na lile kusudi la nani? La Mungu. Mwenye hekima anasuluhisha tatizo kwa wakati na kwa majira. Hatunzi mambo moyoni, hatunzi machungu ndani ya moyo wake, kwa sababu ana kusudi la kutaka kumuona Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Kwenye moyo wake haruhusu kuingiza takataka, haruhusu kuingiza au doa lolote. Kwa hiyo anakuwa mtu ambaye ni wazi majira yote na masaa yote, na Mungu humpa hekima namna ya kuyatatua mambo. Lakini mwingine anakuta amekaa ametulia, alafu anasinyaa, anaanza kukonda siku hadi siku. Hawezi kusonga mbele, hawezi kufika mahali popote, kwa sababu amesinyaa, ameumizwa sana, amejeruhiwa sana. Hata kitazama hawezi kumshirikisha wala akamwambia mtu mwingine yoyote. Unafyonzwa kiroho kwa ajili ya maumivu yale ya ndani, siku hadi siku. Kila unapotafakari, haijalishi unapitia mangapi. Nimetolea mfano kwa sababu tupo kanisani, lakini kuna mambo mengi unaweza kupitia yameumiza moyo. Vile unavyoendelea kuweka ndani, ndivyo unavyoendelea kukonda kiroho. Bwana asifiwe. Kwenye mwili ni kweli umenenepa, una afya nzuri, lakini moyo ni mkondefu. Moyo hauna nguvu, moyo hauna afya. Haleluya. Tunaelewana? Amen. Maneno ni wingu zito ambalo likimkalia mtu hawezi kutoka kirahisi, linalomfunika mtu kwenye maisha yake na kushindwa kupiga hatua nyingine. Ni wingu zito ambalo likikutana hawezi kupiga hatua, hawezi kufanya chochote. Kuna mwingine anasema mimi siwezi siweki, sijui ni kujifariji. Mwanadamu yoyote aliyeumbwa ana mwili, anaposikia jambo lolote ambalo liko tofauti, lazima moyo uliache kwa namna yoyote na kwa jinsi yoyote. Kwa hiyo vile anapopokea zile taarifa, linakuwa wingu zito kwenye maisha yake. Ndio maana nakuta ni kama amelemewa, akili haijakaa sawa, hajakuwa standby, hawezi kuomba, hawezi kufanya shughuli yoyote, maana amelemewa na lile wingu limemzingira pande zote. Hawezi kwenda kushoto wala kulia. Haleluya. 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 Sasa kama umepata katika hiyo hali, jifunze namna ya kuyaondoa, namna ya kuepuka. Njia mojawapo ni kuyasema wazi yale yaliyokutesa na kukuumiza, ili usitembee na machungu kwa muda mrefu, yakakupotezea mwelekeo, yakakuharibia connection ya wewe mwenyewe na Mungu aliye juu mbinguni. Haleluya. Hiyo point unaweza kuikuta kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 5 mstari wa 9. Wingu zito linaweza kufunika maisha ya mtu na kushindwa kupiga hatua nyingine. Unabaki kwenye hatua moja,
na kila unamuona mbele yako unamuona kama ni agent, ni shetani, ni adui, ni mchawi. Lakini kiuhalisia sio mchawi, sio adui. Kwa hiyo jifunze kuweka wazi yale yaliyokuumiza. Unashangaa mtu ameanguka, hajaumwa, hajafanya chochote, lakini ameanguka chini. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya marundikano wa vitu vilivyoko ndani ya moyo wake, anapovisikia ni vingi, moyo unashindwa kustahimili. Kwa hiyo huyo mtu mpaka uje umpeleke kwenye kisiwa cha maji na uzima, inatakiwa utumie jitihada ya ziada sana. Bwana asifiwe. Ni kweli wakati tunapoimba, tunapomsifu Mungu, ni kweli wanatusaidia kutupeleka kwenye kisiwa cha maji, lakini hata nikiwa nimefunikwa sana na wingu zito, kuja kuniondoa pale inakuwa ni uzito sana. Mtu haoni raha, haoni furaha. Yaani kila mtu anayeona ni kama hafai tena kwake. Bwana asifiwe. Hebu jitahidi kukataa hizo hali za wingu lolote lililotanda kwenye maisha yako. Masikitiko, maumivu, machungu, hali za mpito unazozipitia, hauoni njia, hauoni majibu. Haleluya. Hizo zote haziwezi zikakusaidia kukupeleka kwenye uwepo wa Mungu. Lakini unapofika kwenye uwepo wa Mungu, lazima ujifunge, yani ujiweke wazi mbele za Mungu na mwambie nimekuja kama nilivyo. Maisha yangu ya kiroho, maisha yako ya kiroho yananenepeshwa na hali ya moyo niliyo nayo. Ndio maana Yesu alitolea mfano wa zile mbegu zilizoanguka mahali penye udongo, mahali penye rutuba, barabarani, wapi na wapi. Zile zilizoanguka kwenye miba zilikuwa zimekondeana. Kwa hiyo unapopitia katika hali ya zoruba nyingi, unasikia vitu vingi, wakati umepitia sana, auelewi hata unatokaje, uelewi wapi unaweza ukapata msaada, unakuta unakuona kiroho kila siku inapoitolewa. Bwana asifiwe. Huwezi kuomba lisaa hata dakika 5 kuomba unamshukuru Mungu. Hauwezi kufanya jitihada za aina yoyote ili uweze kuvuka katika ile hali uliyo nayo. Tunaposoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 mstari wa 47 na mpaka 51, tunaona pale jinsi Yuda alipokuwa anataka kumsaliti Yesu. Bwana asifiwe. Kinachonifurahisha kwamba alipotoa maelekezo kwa wale watu ambao walikuwa wanataka kumuua Yesu, anasema kwamba yule nitakayemkumbatia, yule nitakayembusu, mtajua kwamba ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mtajua kwamba ndiye anatengeneza mazingira ya kuficha uovu ulioko ndani yake, akisahau kwamba Yesu alikuwa Mungu mwenyewe ambaye anaweza akaona hata yaliyojificha kwenye vilindi vya moyo. Ninafurahishwa sana na Yesu anaposema, rafiki, fanya tu kile ulichokijia. Haleluya. Fanya tu kile ulichokijia ili uweze kueleweka. Akijua kwamba anamsaliti, maana yake nini? Yesu angeficha yale maumivu, alikuwa hawezi kuyaficha yale maumivu ndani ya moyo, bali akayaweka wazi ili yule adui yake atambue kwamba kumbe ameelewa. Na Biblia yangu inanionyesha kwamba alipomwambia ukweli
Haleluya. Mafaili mangapi ametunza? Ni mengi. Amesikia tu vitu vidogo, tayari ameweka moyoni. Haleluya. 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 Hebu mwambie mwenzako mfuate aliyekukwaza, mwambie ukweli sikupenda. Haleluya. Huwezi kupona, lazima ukiseme kile kilichopo ndani ya moyo wako. Mwambie ukweli. Mambo ya kuficha ni ya watu wa kidunia. Sisi tunaambizana ukweli na safari inaendelea. Hapo tunapokutana mahali hapa tunamwita Bwana, mbingu zinafunguka, uwepo unafurika kanisa, Mungu anatuhudumia, wagonjwa wanatembea, viziwi wanasikia, viwete wanatembea, magonjwa yanaondoka, mapepo yanataruki, nguvu za Mungu zinashuka, majini yanaondoka. Haleluya. Wewe haumwi wewe, kwa sababu tumerudika mambo moyoni. Wewe una afya nzuri wewe. Haleluya. Afya yako ni nzuri. Ondoa vitu vilivyokaa moyoni mwako ili muone Mungu akifungua malango. Haleluya. Haleluya. Mungu anafungua malango kwa moyo uliochangamka, kwa moyo usio na mawao, usio na makunyanzi, usio na madoa. Haleluya. Sasa ndio kwa mfano usiku kaja mahali hapa ukakuta mimi nimeumia, afu nakuja kwambia wastahili sifa, utasikiaje? Hapo nimeumizwa, naomboleza. Utaweza kunielewa kweli? Lazima niende kwa moyo wa kuchangamka, moyo wa kufurahi, moyo usio na makunyanzi, usio na madoa. Ninapokwendea Baba namwambia nimekuja mzee wa siku, natamani unihudumie. Familia yangu ina shida, watoto wangu wanataka ada, mume wangu anasumbua. Nimekuja nimezileta shida zangu mbele zako, nataka nione majibu kutoka kwako. Haleluya. Ondoa makunyanzi ndani ya moyo wako.